Hapo ndo huzuni itaanza ndugu zangu. Binadamu watakuta yote walioyatenda kubwa na dogo yamehudhuria mbele yako, yanakungoja wewe, yanakusubiri. Zinaa ulizozifanya zinakusubiri. Utariku swala na ususuavu wa moyo wako, mwaka mzima unaingia hauingii katika nyumba ya Allah, mwaka mzima muislamu haingii msikitini. Mtume anatuambia yuhsharu nasu yaumal qiyama thalathatu asnaf, kwamba watu watafufuliwa siku ya kiyama watakuwa kundi tatu. Sikiliza, hii ni picha ndogo tu katupa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swifun mushaa, kundi la kwanza watafufuliwa wanatembea kwa miguu yao. Waswifun rukban, kundi la pili watafufuliwa wako juu ya vipando. Allah tunakuomba utujalie miongoni mwa hao. Waswifun ala wujuhihim, na kundi lingine watafufuliwa watu wanatembea kwa uso, sura ndo ziko chini, miguu iko juu, wanakwenda kumuitika Allah tabaraka wa taala. Na huyo wakati ndugu zangu, yauma yubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar. Ardhi itakuwa sio hii, itawekwa ardhi ya chuma na jua limeteremshwa juu ya vichwa vya waja. Chuma kinawaka moto, alafu mtu anatembea kwa uso. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Allah ameahidi kwamba atatufanyia mambo ambayo tulikuwa hatutegemei. Watukufu wa Islam, satandam, kama hutaki kujirekebesha ndugu yangu, iko siku utajuta. Satandam, iko siku utajuta wewe, utajuta ndugu yangu Muislamu. Wawajadu ma amilu hadira, watakuta yote walioyatenda yamehudhuria mbele yao. Allah anasema wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah hatomdhulumu, Mola wako hatomdhulumu yoyote chochote. Naam ibadallah, sanaqifu baina yaday Allahi tabaraka wa taala. Watukufu Islam, iko siku tutasimama mbele ya Allah lifasli alqada, kwa ajili ya hukumu. Ndugu zangu, utasimamishwa na utaitwa mbele ya Allah ala ruusil ashhad, mbele ya watu wote. Satakhruju hasiran kasiran asira, utatoka mbele ya watu wote, unaitika kwenye mahakama ya Allah hali ya kuwa ni mwenye hasara, ni mwenye kuvunjika moyo, na umekuwa kama mfungwa. Unaitika mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mmoja katika waja wema, Ibn al-Munkadir rahimahullah, katika salafuna salih, wanaeleza ya kwamba alipofikiwa na umauti, ndugu zangu, dakika zake za mwisho za kuishi duniani, walimuona ana uoga mwingi sana wa kupita kiasi. Walimuona ana mfadhaiko usio kwa kawaida. Walimuona roho yake haitulii, na alikuwa ni mtu ambaye kajipinda kwenye uwanja wa ibada. Watu wote wanamjua, wanamshuhudia kwa uchamungu wake na mnavyo anavyojitahidi. Wanahukumu uinje wake, inaonekana ni mtu mwema, lakini wanamuona wakati wa mwisho ana wasiwasi. Faqila lahu, wakamsogelea na kumuuliza ma hadha aljaza, mzee mbona uoga mwingi sana, mbona una wasiwasi? Qala, sikiliza alivyowaambia, akasema akhafu ayatan min kitabillah, na uoga na aya moja ndani ya kitabu cha Allah. Mahia, ni aya gani ndugu zangu Waislamu? Akawakumbusha kauli yake Allah, yuko kwenye sakaratil mauti, na aya zinadondoka katika vinywa vyao walivyokuwa waja wema salafuna salih. Watukufu Islam, akawakumbusha kauli ya Allah. Allah anasemaje? Wabadalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Wabada min Allah ma lam yakunu yahtasibun. Siku ya kiyama Allah ndio anasema, sikiliza vizuri, ni surati Zumar aya 47. Allah anasema siku ya kiyama atawafanyia binadamu mambo ambayo akili zao zilikuwa zitegemei. Sio hali ya kawaida ndugu zangu. Allah ametuandalia mambo ambayo kwa mara ya kwanza mtu utayaona mpaka roho inataka kupasuka, roho inataka kutoka, macho yatamkotoka mwanadamu mpaka anachanganyikiwa. Sasa huyu mwanachuoni anasema, nikikumbuka hiyo aya na uoga mimi Allah sija kanifanyia mambo ambayo sikutegemea siku ya kiyama.
La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mwanadamu atashangaa hiyo siku, atadua hiyo siku, atapumbazika, atapatwa na uoga, mpaka Allah anatuambia atatafuna vidole cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano bila kuhisi kama iko anajitafuna. Mtu anajitafuna vidole bila kujua kabisa. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi, ndio anaanza kusema sasa, ndio yale majuto. Yaqulu ya laitani, anasema ole wangu, ittakhadhtu ma'a rasuli sabila, ningelijua nikafuata njia ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ya wailata, ole wangu mimi, laitani, mimi maadhabu kali na nsubiri, lam attakhidh fulanan khalila, ningelijua duniani nisingelimfanya fulani kuwa ndio rafiki yangu. Laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani, alinipoteza akanitoa kwenye mawaidha, tayari nimeshayaona, nimeshaifuata njia nzuri, akanipoteza. Wakana shaitanu lilinsani khadhula, na shaitan ni mwenye kumtupa mwanadamu. Yauma yarauna almalaika, siku mwanadamu utaona malaika kwa macho. Iko hiyo siku, wewe jifanye mjanja, jifanye mtoto wa mjini, kuna siku utatambazwa na magoti, satandam, utajuta wewe, utajuta. Ma minkum min ahadin, hatosalia hata mmoja kati yenu, hakuna exception, hakuna mwenye atakwenda pembeni, hakuna atakayepenya, hatobaki hata mmoja miongoni mwenu. Maneno ya Mustafa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha, hazungumzi kwa matamanifu, ni wahi, ni ufunuo, kwamba hakuna hata mmoja atakayekwepa. Sote tutadhihiri mbele ya Allah, tutahudhuria mbele ya Allah. Itakuwaje? illa sayukallimuhu Allahu yawmal qiyamah laysa bainahu wa bainahu tarjuman, hakuna hata mmoja kati yetu isipokuwa atazungumza na Allah macho kwa macho. Ile tunaita wa Faransa vis-a-vis, amaso muyandi, wewe na Allah. Hakuna kwamba Jibril atakuja katikati, Allah aseme mwambie Jibril, Jibril akufasilie wewe, na wewe mwambie Jibril, Jibril amwambie Allah. Hapana, Allah anakuuliza, unajibu. Fikiria hiyo mahakama Muislamu. Kumbuka hiyo siku, ona tu dakika. Fikiria hiyo mahakama. Umesimama mbele ya Allah, mbele ya Allah, mbele ya Allah, mbele ya Allah. Na tunayafanya ndugu zangu. Huzuni itakayofunika mwanadamu hiyo siku. Yauma tubila sarair, siri zote zimeweka hadharani. Mwanadamu baada ya kusimama mbele ya Allah itakuwaje ndugu zangu? Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam anatuambia, fayanzuru aymana minhu, kwa kiwewe mwanadamu atatizama mkono wake wa kulia, aone nini ndugu zangu? Msikilize nabii, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale aliyoyatanguliza, zile zinaa, zile kupuuza swala, kina mama wenye kutembea uchi, watu Waislamu wanajiita ni Waislamu, kumbe ni washirikina, watu wanafanya shiriki za mipira, watu wanamkosea Allah wa dhulumati. Fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale aliyotanguliza. Mwanadamu kiwewe anaona hii ngambo ina uzito huyu. Wayanzuru ash'ama minhu, atageuza macho mkono wake wa kusoto. Fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale aliyotanguliza. Dosie nyeusi zimekuzunguka ngambo zote. Sasa mtu ataona hapa hakuna tena kutizama kulia wala kusoto, wala sitazame nyuma, tazame mbele nione kuna nini. Mtume anasema atainua macho sasa, wayanzuru baina yadaihi, atainua macho atazame mbele yake. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, hataona isipokuwa moto wa jahannama. Wanatazamana uso kwa uso, jahannama inanguruma, takadu tamayazu min al-ghayr, inakaribia kupasuka, inakusubiri wewe uliyevunja heshima ya Allah, uliokosa kuchunga daraja ya Allah, uliokumbushwa au kukumbuka, ukazinduliwa au kuzindukana. Hiyo ni mahakama ambayo inatusubiri. Hapo sasa utapelekwa mbele, uko mbele ya Allah. Hebu fikiria kama vile kwamba Allah anakuuliza, alam akhluqka bihuluqin hasan, wewe mja wangu, si nilikuumba duniani kwa maumbile mazuri, sijakufanya nguruwe wewe, sikukuumba nyoka, sikukuumba mbu, nimekuumba kwa umbile iliyokuwa nzuri. Si kweli? Unasema ndiyo. Allah anakuuliza, alam ursil ilaika rasula, hakuna mjumbe alikufikia? Unasema ndiyo. Alam ya'murka wa yanhak, hakuna mambo alikuamrisha haya fanya na haya acha? Famadha fa'alta,
ulijishikaje mbele ya hayo maneno? Ulijibuje mbele ya nabii? Uliapokeaje mafundisho yangu ya Qur'ani na Sunna? Hapo hakuna ujanja ndugu zangu Waislamu. Hapo mwanadamu ikibidi atapopewa ruhusa ya kujibu waqala sawaba, utasema maneno yenye kunyoka, itatolewa saa hukumu kwa kuwa wewe huna jibu la kumjibu Allah. Malaika wanaambiwa khudhuhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an fasluku. Allah atatoa amri hapo, anaambia malaika chukueni tupeni ndani ya moto, potelea mbali huyo, nilimpa muda huyo duniani, pelekeni ndani ya moto. Hakuna la kusema hapo, malaika hawapotezi muda, wanachukua wanakumba wanapeleka ndani ya moto wa jahannam. wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha, watapelekwa wale waliomkufuru Allah, waliomuasi Allah ndani ya moto wa jahannam, mpaka watapofika mbele ya milango ya moto, milango inafunguliwa, kisha malaika walinzi wa moto wanaanza kuwashimanga, alam ya'tikum rusulun minkum, hamkujiwaga na watu miongoni mwenu, kujiwaga na watu miongoni mwenu, yatluna alaikum ayati rabbikum, walikuwa wanakusomeeni maneno ya Allah, wayundhirunakum liqaa yaumikum hadha, na wanakutahadharisheni kwamba iko siku mtahudhuria mbele ya Allah. Hakuna ujanja. Qalu bala, watu wanasema ndio, walitujia. Wanaika wasema basi maadama ilikuwa ni hivyo, mwendeni ndani ya moto mnaostahili. Watu watatupwa ndani ya moto. Wametoka kwenye kisimamo miaka 1050, watu wamesimama, hakuna kula wala kunywa, wanaingia ndani ya jahannama, wana njaa, wanapiga kelele, basi tungepata kwanza chakula. Chakula watachopewa ndugu zangu ni chakula cha miba, watu kinawakwama kwenye mashingo, kama alivyofasiri nabii wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Watainua sauti, wanampigia kelele Allah, wanaomba maji, tunaomba maji, tuteremshi kinywaji, hakiteremki. Watapoomba kinywaji watapewa maji ya shaba, chuma kile cha shaba kile kinatengenezwa mabomba, bimeyayushwa ndani ya moto wa jahannam, inakuwa mfano wa uji, ndo maji watu wanapewa. Unafikisha tu kwenye uso, nyama za usoni zinaanguka mle ndani. Kitakuwa ni kinywaji kibaya, Allah anasema, na itakuwa ni fasi mbaya watakaofikia. Sasa watu watatizamana, jamani tufanyeje? Sasa mtu atakumbuka, tulikuwa na ndugu zetu, tulikuwa tunasali nao msikiti mmoja, tulisali tarawih fasi moja, tulisali visimamo fasi moja. Watu wanakumbuka, jamani mbona tumuone yule alienda peponi, mtu anaenda pembeni ndani ya moto wa jahannam. Unainua sauti, unampandishia sauti mwenzako kwa ndani ya aljanna. Allah tunamuomba tujalie miongoni mwa watu wa peponi. Watawaita watu wa motoni, waite watu wa peponi, wawaambie an afidu alaina min alma, tumeomba maji huku, tumepewa maji ya ajabu sana, ametutesa. Mwe ndugu zetu tuliishi pamoja, tulikuwa fasi moja, tulikuwa tunasali msikiti mmoja, tulisimama safa moja. An afidu alaina min alma, tunaomba basi mtupe maji sawa sawa, maji sahihi, ili tunywe tutemalize kiu chetu. Watajibiwa ndugu zangu, kisha waambie au mimma razaqakumullah, au mtupe katika kile ambacho Allah amekuruzukuni. Qalu, watu wa peponi, ndugu zako, baba yako, mama yako. Hiyo siku ndugu zangu, huruma utavutwa ndani ya roho. Hakuna huruma tena, hakuna vya ukaka wala udada, hakuna vya ubaba wala vya utoto, hakuna vya umama, hakuna vya mme wala vya mke, hakuna. Sikiliza jibu watu watajibu. Wanawajibu ndugu zao, sio maadui, wale ambao walikuwa wanapendana hapa duniani lakini wameachana. Allah anatuambia qalu, watasema inna Allaha haramahuma ala alkafirina, hivyo mnavyoomba Allah ameviharamisha kwenu, hamwezi mkapewa. Kwa nini? Alladhina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba, ni wale ambao waliifanya dini yao ni mchezo na upuudhi. Wagharratuhumul hayatu dunya, na wakapotezwa na maisha ya dunia, wakapelekwa na tamaa ya dunia. Ndio Allah anasema falyauma, leo sasa, falyauma leo nansakum kama nasu,
liqaa yaumikum hadha. Leo tunakusahau lini ndani ya moto? Tunakuacheni umaumo kama mlivyosahau hichi kikao chetu cha leo, kama mlivyosahau huyu mkusanyiko wa leo. Wama kanu biayatina yajhadun, na namna mlivyokuwa mnapinga aya maneno ya Allah tabaraka wa taala. Utajuta, iko siku tuwejifanye kwamba wewe ni shujaa, lakini kuna siku utakuwa unaikaa sehemu unachanganyikiwa. Waja watatizamana, jamani, ndo ndugu zetu ameshatukataa, tufanyeje? Watambembeleza Malik. Malik ni malaika, ndiye kamanda, anatizama mambo yote ya motoni. Allah tunamwomba tuhifadhi, atuweke mbali na moto wa jahannam. Wanadau ya Malik, watu watainua sauti mwambie Malik, Malik, liyaqdi alaina rabbuna. Basi mwambie Mola wako, badala kubaki mwa hali ya adhabu, mwambie atuue tufe. Eti wanataka wapumzike, mwambie atuue, tumeshateseka sana, mwambie atuue. Qala innakum makithuna. Baada ya miaka Malik atawajibu, atawaambia bakieni tumwe, bado hamjaona. Wataendelea kumbembeleza, wamwambie aje, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'adhab. Malik, basi tunakuomba mwambie Mola wako atupunguzie adhabu ingalau siku moja. Tuwe tunajua kuna siku ya kupumzika. Tuwe tunajua kwamba iko siku tunapumzika, tutaishi hivyo, lakini tunajua siku moja iko. Atupunguzie, sio kuondoa adhabu, atupunguzie yauman, siku moja min al-adhab. Qalu, wataambiwa na kusimanga, awalam takutatikum rusulukum bilbayinat. Mlipokuwa duniani mwe hamkujiwa na mitume wa Allah kwa ubainifu? Hamkujiwa na mashekhe ya walimu hawakuwapa mawaidha? Hamkuambiwa usiku na mchana? Qalu bala, watajibu ndio. Qalu fad'u, ndio malaika Malik na wenzake watawaambia basi mngaliki na kazi ya kuomba. Kama ni kuomba, ombeni sana, lakini wama duaul kafirina illa fi dalal. Lakini dua za makafiri zote ni upotevu, hazitokubaliwa. Watu watashindwa, wakate tamaa kwa ndugu zao, wakate tamaa kwa Malik. Watizamani tuelekee kwa nani? Allah ni mwingi wa huruma, acha tumuelekee Allah. Watamuelekea Allah ndugu zangu Waislamu, wafikishe maombi haya, yanaitwa ndo maombi ya dernier chance, maombi ya mwisho. Waja watakayomuomba Allah. Allah anatupa hizi sura, waja wa Allah tungali duniani ni ulizo na majibu. Watukufu Waislamu, ni mtihani na majibu waja wa Allah, ili tujisahihishe ndugu zangu. Msikilize Allah anavyosema, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Watasemaje? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Allah, tunakuomba tutoe ndani ya moto, turudishe duniani. Tukirudi kufanya maasi, tutakuwa basi kweli sisi ni watu madhalimu. Sisi ni wanaomba warudishwe duniani, sio hata kwenye uwanja wa hesabu eti warudishwe duniani. Na dunia ishakwisha, Allah shamaliza. Watu wanajuta, majito sio kawaida. Sikiliza jibu la Allah ndugu zangu. Wallahi kila ninapoisoma hii aya uzito na uhisi ndani ya nafsi ndugu zangu. Allah mwingi wa huruma atatoa jibu la kukata tamaa, la kukata tamaa ya mwisho kabisa. Allah atasemaje? Qal ihsa'u fiha wala tukallimun. Komeni humo ndani ya moto na wala msirudi tena kunisemesha. Wafasiri wanasema ndugu zangu, Allah akisema hili neno, jahannam itafungwa na vidhibiti vya nguvu. Hakuna tena nafasi, sauti ya mwenye kwemo haitasikilizika tena. Allah anakataa, komeni na msirudi kunisemesha. Kwa nini ndugu zangu? Allah anakataa lawama. Innahu kana fariqun min ibadi, kwa kuwa walikuwa waja wangu, kundi katika waja wangu, yakuluna rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Walikuwa kundi katika kundi la waja wangu, kundi katika waja wangu, wakisema Mola wetu tusamehe madhambi yetu na uturehemu, na wewe ndiye mbora wenye kurehemu. Fattakhastumuhum sukhriya, mkawa mnawafanyia maskhara. Hatta ansakum dhikri,
mpaka mkasahau ukumbusho wangu. Wa kuntum minhum tadhakun, bali duniani mlikuwa mkiwacheka. Allah anasemaje? inni jazaituhumul yawma bima sabaru, leo na walipa kwa ile subira walioifanya. annahum humul faizuna, kwamba wao ndio watakaofaulu. Suratul Al-Mu'minun aya 107 na mpaka 111. Watukufu wa Islam, hapo itakuwa ndio mwisho. Italetwa kifo kwa mfano wa kondoo. Hadithi ya Mtume, muda hauniruhusu. Kifo kwa mfano wa kondoo kitawekwa hapo, kichinjwe, watangaziwe watu wa peponi kwamba khuludun la mauta fik, la maut, eshini umo peponi milele, hakuna tena kufa. Na watu wa motoni, eshini na nyinyi motoni milele, wala hakuna kufa. Hili tangazo litapandisha furaha kwa wale waja wa peponi, na litaongeza hasira na majuto na majonzi kwa watu wa motoni. Nitapenda ndugu zangu nimalizie na shairi. Nimelitizama ndugu zangu, nikasema naomba tulichangie ndugu zangu. Mshairi anatukumbusha kisimamo hiyo siku. Anasemaje? mathil uqufaka ayyuhal maghruru yawmal qiyamati was samaa'u tamuru قد أحضرت شمس النهار وأدنيت حرا على رؤوس العباد تفور وإذا الوحوش لدى القيامة قد أحضرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا الجنين بأمه متعلق خوف القيامة وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لها بهوله كيف المسير إلى الذنوب دهور. Maneno mazito ndugu zangu. Mshairi anasema mathil uqufaka ayyuhal maghrur, kumbuka kisimamo chako ndugu yangu, ewe uliodanganywa na dunia. Kumbuka kisimamo chako siku utasimama mbele ya Allah. Yaumal qiyamati was samaa'u tamur, siku ya kiyama ambapo mbingu zitakuwa zinapasuliwa, milima inapita angani. Qad hudirat shamsun nahari wa udniyat, jua litasogezwa liwe karibu ya vichwa. Harran ala ruusil ibadi tafur, fukuto ya jua itakuwa inanguruma juu ya vichwa vya waja. Watu watazama ndani ya jasho inayowatoka. Wa idhal wuhushu lada alqiyamati qad ahdirat, hata minyama ile ya porini, makina simba, tembo, chui, vitaletwa siku ya kiyama. Wallahi itatizama gisi watu wako wanavyokamatwa na malaika. Minyama yote itatoa shukrani kwa Allah. Tunakushukuru kwa kuona umetuumba tuko minyama, hatutakabiliana na hii hali leo. Wa idhal wuhushu, hata minyama ya porini siku ya kiyama, al-wuhushu itakuwa inachanganyikiwa, imekusanywa. Hakadhalika na minyama hii tunafuga. Watakulu lilamlaki, na inua sauti minyama inamkimbilia mwanadamu na kuuliza mnyama, leo nende wapi? Nikimbilia, mbona mambo ni mazito? Na wenyewe haihusiki, wewe ndo unaulizwa na wewe ndo muhusika. Mshairi akasema wa idhal janinu bi ummihi muta'alliqun, na janini ni kile kitoto kile bado kingali kitumboni. Maana hiyo siku mimba zitaporomoka ndugu zangu. Mtoto anaporomoka, anatoka ndani ya tumbo, hapo hapo anaota mvi, sio siku ya kawaida. Halafu anambana mama yake, bi ummihi muta'alliqun, amembana mama yake. Khawfa alqiyamati wa qalbuhu madh'ur, kwa kuokopa vishindo vya kiyama na roho yake imechanganyikiwa. Akamalizia mshairi anasema hadha bila dhambi, huyu ndo mtoto mchanga, hana dhambi yoyote. Yakhafu bihaulihi, anaokopa vishindo vya kiyama. Kaifa almusiru ila dhunubi duhur,
atakuwa na hali gani yule ambaye aliishi maisha yake yote ndani ya madhambi? نور على نور